Ninayo furaha kuwafahamisha kuwa mwaka huu mkoa wetu wa Kigoma umechaguliwa kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuongeza uelewa wa ualbino. Siku ambayo kilele chake itakuwa ni tarehe 13 Juni mwaka huu wa 2025, na shughuli hii itafanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center uliopo katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji kuanzia saa 2 asubuhi. Aidha, maadhimisho haya yatajumuisha pia tukio la kufanya usafi wa mazingira katika kituo cha kulelea wazee kilichopo Kibirizi, tukio ambalo litafanyika tarehe 11 Juni mwaka huu wa 2025 kuanzia saa 1 asubuhi. Tutakuwa na tukio la pili ambalo litakuwa ni kongamano la watu wenye ualbino litakalofanyika tarehe 12 Juni 2025 katika ukumbi wa NSSF uliopo hapa manispaa Kigoma Ujiji, kongamano litakaloanza saa 2 za asubuhi. Siku ya kimataifa ya kuongeza uelewa wa ualbino inafanyika kama njia shirikishi ya kuzuia ubaguzi lakini pia kutetea haki za binadamu. Mwaka 2013 Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio lililotaka kuzuia ubaguzi dhidi ya watu wenye ualbino. Kisha tarehe 18 Disemba mwaka wa 2014 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza rasmi kwamba tarehe 13 Juni itakuwa ndio siku ya kimataifa ya uhamasishaji kuhusu watu wenye ualbino, na maadhimisho ya kwanza kabisa kimataifa yalifanyika mwaka 2015. Tanzania, maadhimisho ya siku ya kukuza uelewa kuhusu ualbino yalianza muda kidogo tangu mwaka 2006 kwa mafanikio ya aina mbalimbali, na miongoni mwa mafanikio hayo ni ongezeko la uelewa wa umma kuhusu ualbino, lakini pia sera na mikakati iliyoboreshwa pamoja na ushirikishwaji wa washirika wapya kutoka ngazi zote za jamii. Kupitia maadhimisho haya, wananchi wa mkoa wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla wao wameendelea kupata elimu kupitia vyombo mbalimbali vya habari pamoja na wataalamu juu ya kupinga ubaguzi, pamoja na kupokea ushuhuda kuwa watu wenye ualbino ni sehemu ya jamii yetu. Tunachukua nafasi hii kuendelea kuwasihi wananchi na kuendelea kuwahamasisha kuhusu kuwalinda na kuwapatia haki sawa wanadamu wengine wote wakiwemo wenye ualbino. Kauli mbiu ya mwaka huu imetanabaisha usawa katika nyanja za siasa, pia ikisema, na hapa naomba ninukuu, ushiriki katika uchaguzi ni haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Linda haki za watu wenye ualbino. Mwisho wa kunukuu. Kauli mbiu ya mwaka huu inasisitiza umuhimu wa ushirikishwaji wa kisiasa kwa watu wenye ualbino na inalenga kuangazia haki yao ya kushiriki kikamilifu katika mchakato mzima wa kidemokrasia kama wapiga kura, lakini pia kama wagombea. Aidha, inalenga kuongeza uelewa kuhusu masuala ya haki za binadamu kwa ujumla, yakiwemo pia huduma za afya, usalama na ujumuishaji wa kijamii. Mkoa wa Kigoma unaendelea kusisitiza vyombo vyote vya serikali zikiwemo halmashauri zote na wadau kuendelea kutoa haki za msingi kwa watu wenye ulemavu wakiwamo wenye ualbino. Hii inajumuisha kujali ustawi wa maisha yao na mambo mengine yanayoongeza hadhi na heshima ya binadamu. Mkoa unaendelea kutoa kipaumbele kwa watu wenye ulemavu wakiwemo wenye ualbino katika kuhakikisha kwamba wanapata elimu, wanawezeshwa kiuchumi, wanafaidi ulinzi na usalama unaotolewa na vyombo pamoja na jamii, lakini pia kwenye mambo ya afya, ajira na nyenzo za kujimudu pamoja na mafunzo ya ufundi stadi. Kwa nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Kigoma na Watanzania wote kwa ujumla kuja kuungana nasi katika kuadhimisha maadhimisho haya, lakini pia kutumia fursa hiyo kwa ajili ya kupata elimu na uelewa juu ya masuala mbalimbali ya watu wenye ualbino. Mwisho, ninapenda kuishukuru Ofisi ya Waziri Mkuu
kushukuru chama cha watu wenye ualbino TAS, taasisi za serikali na wadau wa maendeleo kwa kuwezesha na kuchagua maadhimisho haya yafanyike mkoani Kigoma. Watu wa kwetu wana awareness ya kutosha. Lakini hii pia ni fursa sisi kwenye shughuli zote. Tumekuwa tukiinvite watu kwenye matukio mbalimbali. Acha hili mengi tu ambayo tunayafanya hapa ili pia watu waendelee kufahamu mkoa wa kwetu na kuvutia watu, maana mwisho wa yote watu wakiondoka hapa wanatoka na hadithi nyingi kuhusu Kigoma ilivyo, uchumi ulioko, fursa zilizopo. Lakini pia kwa wananchi wetu wa Kigoma, si wanakuja watu wengi, watalala, watakula, watakunywa, watasafiri. Sasa Kigoma ni sehemu ya mikoa 26 iliyoko Tanzania. Sisi na wenzangu hapa tulipochaguliwa tarehe 15 mwezi wa 6, sasa nimekuta shughuli hizi zikiendelea. Tulipochaguliwa tu mwaka juzi, tukasema mwaka unaofuata tufanye Pwani. Lakini mwaka unaofuata mwingine hebu tufanye mbali. Lengo letu tunatamani kuwafikia watu wote. Haijalishi uko mbali, mradi ni sehemu ya Tanzania. Sasa Kigoma kwanza, kipiga habari ya Kigoma ni kama unaenda Burundi. Tukasema hebu twende mwisho kabisa. Alafu tukaseme na wenzetu. Kwa sababu wako wanaotuita mashetani, wako wanaotuita mazeruzeru, wako wanaotuita maalbino, wako wanaotuita walemavu wa ngozi, wakati sivyo. Sasa angalia mkoa amejua kutamka wenye ualbino. Watu wenye ualbino Tanzania ndio sisi, watoto wa Nyerere, maana hiki chama kimeasisiwa na Nyerere, baba wa taifa. Ndio maana ukitugusa Nyerere anafufuka na atawaadhibu. Kwa hiyo tuko Kigoma kwa sababu ya kuleta elimu hii. Elimu ipo, lakini hivi wananchi wanajua tunaitweje, tunatamkwaje? Lakini hii kauli mbiu, wako wengine wanasema ukimchagua mtu mwenye albino akifa kaburi lake alionekana, hivi inahusiana nini na uchaguzi? Marais leo amemteua balozi Posi, leo ni balozi tena wa kudumu wa nchi nyingi, ameletea heshima Tanzania. Lakini wakili mkuu ni waandishi wa habari. Rais ametupa heshima. Wakili mkuu wa serikali Daktari Ali Posi mwenye albino. Unaona sasa kwa bado nchi yetu inaendelea. Unaona mwenyekiti wa UWT mkoa wa Tanga ni mwenye albino. Kulingana na tulikotoka mpaka sasa kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yanajitokeza. Ingawa bado ile dhana kama mwenzangu alivyosema bado ipo. Kwa mfano tuna changamoto kubwa upande wa ajira. Unaweza ukakuta una elimu ya kutosha, mwajiri anakuwa na wasiwasi kwamba huyu nikimwajiri ataweza kufanya vyema. Kwa hiyo huko kuna changamoto. Ingawa walio wengi wanapoajiriwa wanafanya vyema zaidi kuliko dhana ya mwajiri alivyofikiria. Ukija vile vile katika swala la elimu, bado tuna changamoto kubwa kwa watu wenye ualbino kutambulika uhitaji wetu kwenye swala la elimu. Kwa sababu katika swala la elimu changamoto kubwa yetu ni macho. Hatuna uwezo wa kuona, lakini vile vile kutambua aina ya mwanga unaotakiwa kutumika tuwapo madarasani. Haya na mengineo ambayo yapo katika kushiriki pamoja kwenye jamii. Mfano sisi wakati tunakuwa, unaweza ukajikuta watu mwanzoni wanakuwa hawakuelewi, mpaka unakaa nao baada ya muda ni rahisi kukuelewa. Lakini kwa sasa tulipo, kuna mtu anapenda kabisa kwamba mimi niwe na fulani jirani, hata kwa kupiga naye hadithi na vitu vinginevyo ambavyo vipo. Kwa hiyo mabadiliko naweza nikasema yapo, lakini mabadiliko makubwa upande wa mijini. Na sasa tunachopambana nacho kikubwa ni mila na desturi. Kwa sababu leo unamzungumza yule mtu ambaye unahitaji kumbadilisha, lakini akirudi kwenye mila na desturi yake inakinzana na maelezo ambayo anayoambiwa. Kwa hiyo unajitahidi sasa kuleta mabadiliko kwa vitendo. Mfano tuko hapa Kigoma. Ule mkusanyiko watu wenye ualbino wengi kama mkuu wa mkoa alivyosema, watu wataanza kuulizana, hawa kweli vipi? Hawa wakoje? Wanazungumza, wanaelewa, wanashiriki, ni binadamu wa kawaida. Kwa hiyo haya yote ni sehemu ya kuleta mabadiliko. Lakini kubwa kwa wale wenyeji wa Kigoma, tunakumbuka Kigoma ilikuwa ni kati ya mkoa ambao walikuwa wahanga wakubwa wa changamoto ya mauaji wa watoto wenye ualbino, kwa sababu ulilazimika mkoa wa Kigoma kuwa na shule ambayo ni ya wasioona, lakini ililazimika kutunza familia za watu wenye ualbino kutokana na dhana potofu iliyokuwepo.
shule ya Kabanga. Kwa kweli kwa hili tunaushukuru sana mkoa wa Kigoma kwa jitihada ambazo imefanya. Ingawa sasa hivi watoto wamerudi kwenye familia zao, lakini bado changamoto hii ipo. Kwa hiyo ndugu watangazaji, ninachopenda kukizungumza, tumekuja Kigoma kuungana na wana Kigoma wote kushirikiana kwa pamoja, kwa sababu watu wengine wanasema hii sherehe. Hii sio sherehe, haya ni maadhimisho ya kuongeza au kukuza uelewa kuhusiana na ualbino. Tunaposema ualbino tuna maana kwamba hali inayogusa zile athari zinazoonekana katika ngozi ya ualbino, kwamba ni nywele, macho na ngozi. Kwa hiyo huo ndio ualbino wa athari hizo na zinginezo ambazo ziko ndani sana kisayansi. Kwa hiyo tunaomba tushikamane kwa pamoja, tuelewane na tuweze kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko. Tunaleta mabadiliko ya pamoja, na tunaamini kwamba tutakapoondoka Kigoma tutakuwa tumeacha tofauti nyingine kubwa kwa jamii ya watu